hatua ambayo unazozichukua baada ya kuwa umetenda dhambi pia inawezekana ndiyo sababu nyingine ambayo inaweza ikafanya usije ukafanikiwa kwa maisha yako. Kikawaida baada ya kuwa mtu amefanya dhambi, ile dhambi huwa inamtenganga mbali na Mungu. That is natural. Ndio maana maandiko yanasema kwamba mkono wa Bwana sio mfupi hata usipate kuokoa, lakini dhambi zenu zimenitenga mbali na mimi. Kila wakati baada ya kuwa mtu amefanya dhambi, kuna picha na akili fulani ambayo inaingianga ndani ya mtu ya kishetani, ambayo ile akili inamfanyanga mtu aende mbali na Mungu. Na kule kuenda mbali na Mungu ndio sababu sasa matokeo yake ni kwamba sikio la Mungu linakuwa zito kiasi kwamba kwa sababu uko mbali na Mungu, unamuita Mungu lakini Mungu hawezi akakujibu kwa lolote kwa sababu uko mbali na yeye. Mungu anakuwa akona mkono unaweza ukakuokoa lakini hawezi kukuokoa kwa sababu umeenda mbali na yeye. Kwa hivyo hatua unazozichukua baada ya kuwa umefanya dhambi, hatua mbaya, ni sababu mojawapo ambayo inaweza ikafanya usije ukafanikiwa kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuonyeshe mfano wa watu kwenye Biblia ambao baada ya kuwa wamefanya dhambi walichukua hatua za aina gani na ziliwapea madhara ya aina gani. Kwa mfano ukiangalia kwenye kile kitabu cha Yona, kitabu cha Yona mlango wa kwanza pale, ukisoma kitabu cha Yona vizuri, maandiko yanasema kwamba baada ya kuwa Yona ameambiwa na Mungu aende katika nchi ya Ninawi, lakini akaenda katika nchi ya Tarashishi. Baadaye merikebu ilianza kupata shida, ikaanza kupigwa na mawimbi. Lakini Yona alikuwa ametulia chini ya merikebu kule. Maandiko yanasema kwamba watu wakamjia Yona wakamuuliza, uko na nini wewe? Uko na nini wewe ulalaye? Inamaanisha kwamba Yona kuna kitu alikuwa nacho, na kile kitu alikuwa nacho baada ya kuwa amefanya dhambi, shetani akamtoa mbali na Mungu. Shetani akampea hekima ya kwenda mbali na Mungu ili kwamba kile ambacho Yona alikuwa nacho kisije kikasaidia. Kila wakati shetani akitaka kile ambacho kiko ndani yako, maana kuna kitu uko nacho, kisije kikasaidia watu wengine, kisije kikasaidia watu wa Ninawi, kile ambacho anachokifanyanga huwa anasababisha unafanya dhambi, na baada ya kufanya dhambi, obvious ile dhambi italeta hekima ama akili fulani kwenye akili yako ya kwenda mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wale watu waliokuwa ndani ya merikebu wanampata Yona amelala, wanamuuliza uko na nini? Labda wewe ndio uko na Mungu anaweza kutuokoa, labda wewe ndio uko na ukombozi, labda wewe ndio uko na dawa ya kile ambacho kinatutesa. Kuna kitu ambacho Mungu amekubebesha, na ndio maana shetani anakushawishi ufanye dhambi. Ukifanya dhambi uondoke, uende mbali na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kwamba wakati ule Yona alipopatikana kule chini ya marikebu, walienda wakapiga kura na ile kura ikamwangukia Yona. Yona anaulizwa tukufanyie nini? Yona anasema munitupe chini ya nini? Chini ya maji, labda ile merikebu itaweza kutulia. Sasa unaanza kujiuliza swali, kwa nini Yona yeye mwenyewe? Kwa sababu alikuwa anajua kile amekibeba, alikuwa anajua yeye ndiye sababu. Kwa nini angejitupa yeye mwenyewe? Hii ndio inatupea tafsiri ya kwamba kuna level katika maisha yako unaweza ukafika ukawa unajua kile umekibeba, unajua sababu kwa nini unateseka, lakini kwa sababu shetani ameweka hekima fulani kwa akili yako, kwa sababu shetani amekuongelesha, ikawa hauwezi ukaenda katika ile njia ambayo inafaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua unayochukua ni gani baada ya kuwa umejipata kwamba umefanya dhambi? Wakati ule Adamu na Hawa walipofanya dhambi, maandiko yanasema ya kwamba kwenye kile kitabu cha Mwanzo 3:9, nikasikia sauti yako, nikajua niko uchi, nikakimbia. Waliamua kwenda kujificha akina Adamu na Hawa baada ya kuwa wamejua kwamba wamefanya dhambi. Sasa wewe ulipofanya dhambi, ulifanya nini? Ulichukua hatua gani? Shetani alikuongelesha uende ufanye kitendo gani? Maana mwana mpotevu baada ya kuwa
amechukua mali kutoka kwa baba yake kinyume na umri wake. Kile alichokifanya shetani alimuongelesha, kwa sababu shetani alijua huyu mtu ako na vitu. Mara nyingi shetani wanapendanga mtu akiwa amesheheni vitu. Wakati ule mwana mpotevu alikuwa na chochote, shetani hakuwa na shida naye. Lakini wakati ule ambapo alipopata kitu ambacho shetani anaweza akakimiliki, akatia akili ndani yake. Baada ya kuwa Adamu na Hawa wamepewa mamlaka ya kutawala ndege ya angani, samaki wa baharini na kila kiumbe kitambacho katika nchi. Baada ya kuwa wamepewa hiyo mamlaka, maandiko yasema ya kwamba shetani akaja akaanza kutia akili nyingine tofauti, akawashawishi wafanye dhambi. Kile ambacho unachokifanya baada ya kuwa umefanya dhambi, ujue kwamba kinaweza kikafanya ukashindwa kufanikiwa ama ukafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Adamu na Hawa walichagua kwenda kujificha. Kuna watu leo hii wamejificha kwenye biashara, wamejificha kwenye mahusiano ya kichawi. Kuna watu ambao wamejificha kwenye mambo, kwenye ulevi. Baada ya kuwa huyu mtu amefanya dhambi, aliona hakuna maana ya kumfuata Mungu tena. Akili, shetani alikuja akakuweka akili ndani yako, ambayo ile akili inakushawishi uendelee kukaa mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo ya kwanza, God is all knowing. Mungu anajua kila kitu, ya kwamba hata ukiwa unafanya hiyo dhambi Mungu alikuwa anakuona kabisa. Na jambo la pili, Mungu ni wa rehema, kiasi kwamba hauwezi ukasema kwamba kwa sababu nimefanya dhambi imetokea. Mungu ni wa rehema, anaweza akakusamehe. Sasa Adamu na Hawa baada ya kuwa wamefanya dhambi, Mungu anakuja anamuuliza uko wapi? Si eti kwamba Mungu hakuwa anajua mahali Adamu na Hawa yuko. Alikuwa anajua mahali wapo, alikuwa anaweza akawaona. Lakini the problem ama shida, alikuwa anataka kuwapea nafasi wapate kuungama kupitia kwa ile swali ambao aliwauliza mko wapi. Alikuwa anataka aonyeshe rehema zake kwa Adamu na Hawa. Lakini Adamu naye akaanza kujibu akasema kwamba yule mwanamke ulionipa ndiye amefanya. Akaanza kujibu vitu ambazo hazipo. Wakati ule Ezekieli anaulizwa na Mungu swali, anaulizwa, je, mifupa hii inaweza kuwa hai? Anasema kwamba wewe Bwana unajua, because alijua kwamba hii swali si eti kwamba Mungu ameuliza akiwa ana majibu. Mungu alikuwa anajibu, alikuwa anajua, Mungu alikuwa na majibu kuhusiana na ile mifupa. Ile swali Adamu na Hawa waliulizwa, Mungu alikuwa anajibu, lakini akaamua awapee nafasi ili wakapate kuungama dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamuuliza, ni nani aliyekuambia wewe uko uchi? Baada ya kuwa Adamu na Hawa wamefanya dhambi, maandiko yanasema kwamba wakaanza kumsikiliza shetani. Shetani akawaambia yani wakaanza kubeba yale maneno ambayo shetani alikuwa amewaambia, kwamba mtafunguliwa macho, mtaanza kuona kitu ambacho hamkuwa mnakiona. Kiufupi, baada ya kuwa Adamu na Hawa wamefanya dhambi, walianza kusikiliza shetani, ambaye shetani alikuwa tayari amewafungua macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shetani, kwa sababu ya kusikiliza, maana maandiko yasema kwamba vyote viliumbwa kwa neno la Mungu. Ile neno ya kwamba wako uchi ikawaumbia kuwa wako uchi, wakakaa kuwa tayari wako uchi. Unachokisikiliza baada ya kuwa umefanya dhambi, ile sauti ya shetani ambayo inakukujianga, hiyo sauti inawezekana ndio imefanya usije ukafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuwa Yohana Mbatizaji, maandiko yasema kwamba akatoka mahali pale alikuwa anabatisia akaenda mjini. Ndio siku alienda kukatwa kichwa kule na mtu anaitwa Herode, kwa sababu alitoka katika eneo lake lile Mungu alikuwa amemweka. Lakini pia baada ya kuwa amekamatwa, maandiko yasema ya kwamba alienda akauliza Yesu, je, wewe ndiye tunayesubiria? Yesu akamwambia, heri yule asiyekwazwa na mimi. Kwa hivyo kitu kimoja kati ya vitu ambavyo vilifanya Yohana Mbatizaji asije akafanikiwa ni kwa sababu ya kukwazwa, kwa sababu ya ministry ya Yesu. Yesu anasema ni heri mtu yule ambaye asiyekwazwa na mimi.
ni hatua gani ambayo unaichukua baada ya kuwa umefanya dhambi?